Ninakusalimu popote ulipo mpenzi mtazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today. Hujambo, karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Kama haujaweza kujiunga katika ukumbi huu, unakosa mengi. Hakikisha kwamba una subscribe, alafu uwe ukipata taarifa zetu kwa wakati. Utawala wa CCM wake Samia Suluhu Hassan unazidi kupata pigo baada ya pigo jingine, mpaka Samia amejutia kuingia madarakani. Mnamo siku ya Jumatano tarehe 17 mwezi wa 6, Samia alipata pigo kutoka Marekani. Kamati ya Seneti ya masuala ya nchi za kigeni walipitisha vikwazo ambavyo wanaomba Seneti wajadili na kupitisha Samia na utawala wake mbovu wa CCM uweze kuwekewa. Vikwazo hivyo havijaweza kwenda chini. Tena leo Alhamisi ya tarehe 18 mwezi wa 6, televisheni ambazo ziko Tanzania zinaweza zikakosa kukueleza hili, lakini ndio maana kituo hichi kiko huru, kinakueleza haya. Ulaya imepitisha azimio ambalo walikuwa wameliweka kwamba wanyime Tanzania pesa za msaada, euro nyingi sana, karibia euro milioni 156, pesa ambazo zingesaidia utawala wa Samia ili kuweza kufanya maendeleo. Sasa taarifa ambazo ninafahamishwa kutoka Ulaya zinasema kwamba bunge la Ulaya lilipitisha kwa azimio, yani kwa upamoja, kwa kuinua mikono kuruhusu rasimu ya uamuzi wa utekelezwaji wa tume ya Ulaya juu ya ufadhili wa mpango wa kazi wa kila mwaka kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2026. Yaani wabunge kwa pamoja katika bunge la Ulaya walipitisha kwa pamoja kwa kuinua mikono juu kwamba zile pesa ambazo zinatoka Ulaya za misaada katika bajeti ya mwaka 2026-27 zipigwe marufuku, wasiachilie. Naomba unielewe niweze kukutafautishia. Sasa katika maandishi yaliyopitishwa katika kikao cha leo Alhamisi tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026, wabunge wa bunge la Ulaya wanabainisha uamuzi wa tume mnamo Novemba mwaka 2025 wa kusimamisha mchakato wa kupitisha uamuzi wake wa ufadhili kwa Tanzania kufuatia wasiwasi mkubwa ulioelezwa na wabunge hao, hasa kuhusiana na mwenendo wa uchaguzi wa ulaghai wa Tanzania mnamo Oktoba 2025 na ukandamizaji wa kikatili wa serikali dhidi ya maandamano yaliyofuata ambao ulisababisha vifo vya zaidi ya watu 500 na mamia kukamatwa kwa mashtaka ya ulaghai, ama ukipenda kwa mashtaka ya uhaini. Mnaona, mwaka 2025 baada ya kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi Tanzania kukamilika, bunge la Ulaya waliweza kupitisha kwenye azimio kwamba misaada yote isimamishwe kutoka Ulaya, na ilisimamishwa. Lakini sasa kumbuka kwamba tumeingia kwenye bajeti nyingine. Sasa wabunge kwa kupiga kura walipitisha kwa pamoja kwamba huo mwenendo wa kunyima Tanzania pesa za misaada uendelee. Yaani uendelee kwa kile ambacho wanasema kwamba mwaka uliopita walipitisha kwamba Tanzania inyimwe misaada
baada ya uchaguzi wa ulaghai, wananchi kuuawa, wengine kukamatwa, wengine kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Sasa wabunge hawa wa Ulaya wanaamini kwamba wasiwasi ulioelezwa katika azimio hili na mengineyo kuhusiana na mwenendo wa serikali ya Samia Tanzania hauzingatiwi katika uamuzi wake wa kuendelea na kupitishwa kwa rasimu ya uamuzi wa utekelezwaji wa mwaka 2026. Sasa wanasheria wanaashiria miongoni wa masuala mengine ombi la kuendelea la serikali ya Tanzania la kuahirisha ziara ya ujumbe wa wabunge kutoka kamati ndogo ya haki za binadamu. Sasa mtazamaji wangu, nimekueleza kwamba Jumatano Samia alipata pigo kutoka Marekani. Wabunge kwenye kamati au kipenda maseneti kwenye kamati ya masuala ya nchi za kigeni walipitisha vikwazo ambavyo vilikuwa vimeundwa na maseneta wawili. Kwenye bunge la seneti Marekani walisema kwamba ni kutokana na ukiukwaji wa haki za kibinadamu ambao uliweza kufanyika Tanzania. Yaani haya mambo yanafuatana. Sasa leo Alhamisi, Ulaya wabunge wamepitisha kwa kura za pamoja za kuinua mikono kwamba miswada isitishwe, kwa kila ambacho wameweza kusema kwamba serikali ya Samia sio serikali ambayo unaweza ukapea misaada, ni serikali ambayo inakandamiza wananchi. Sasa leo sitaki tupige stori nyingi, hapana. Ninataka niweze kukueleza ni kwa nini bunge la Ulaya haitaki kutoa pesa Tanzania. Ni kwa nini bunge la Ulaya limeamua kusitisha pesa hizo za msaada kuelekea Tanzania kipindi ambapo serikali ya Samia imeweza kusota, haina pesa. Kwa mujibu wa azimio la bunge hili la Ulaya, European Union haitaki kutoa pesa kwa Tanzania kwa sababu 5 kuu. Sababu ya kwanza, bunge hili linasema sababu ya kwanza ambayo imeweza kusababisha mpaka wamesimamisha misaada yao kwa mara nyingine ni ukandamizaji ama kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi wa ulaghai Oktoba mwaka 2025. Sasa wabunge hawa wanaamini kwamba uchaguzi wa mwaka 2025 Oktoba 29 ulikuwa wa ulaghai. Kuna wale ambao wataniuliza, Bwana Ezra, uchaguzi huu ulikuwa wa ulaghai kivipi? Na neno ulaghai au laghai linamaanisha nini? Laghai kulingana na mimi jinsi ambavyo ninaelewa maana ni kunyang'anya mtu kutumia nguvu kitu chake. Kunyang'anya mtu kitu chake kutumia nguvu. Ni kumaanisha kwamba uchaguzi huu ulikuwa wa ulaghai kivipi? Watanzania walinyang'anywa haki yao ya kidemokrasia. Walinyang'anywa haki ya kuchagua viongozi ambao wanapenda, bali CCM ikachagulia wananchi viongozi ambao walikuwa wanataka. Hasa hebu niambie, kwenye nchi gani ambayo iko na demokrasia rais anaweza akashinda kura kwa 98%? Huo ni wizi wa kimabavu, wizi wa ulaghai. Angalau angesema kwamba Samia ameshinda kura kwa 59%, hiyo ingekubalika. Lakini sasa 98%, huo ni ulaghai, kuwanyang'anya wananchi uhuru wao wa kupiga kura. Unaona, walikuwa wamezuia viongozi wa upinzani kutoshiriki uchaguzi wa chama ama uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita. Chama kikubwa cha Chadema kilikuwa kimezuiwa kisishiriki uchaguzi ule. Kwa hivyo sababu ya kwanza ambayo imeweza kusababisha mpaka bunge la Ulaya limeweza kukataa pesa za misaada katika bajeti ya mwaka 2026-2027 isitoke Ulaya ikuje Tanzania ni kutokana na kwamba uchaguzi wa mwaka 2025 Oktoba 29 ulikuwa wa ulaghai. Namba 2, bunge hili la Ulaya wanasema kwamba kulikuwepo na ukandamizaji wa kikatili kwa waandamanaji.
Waandamanaji waliweza kuandamana kupinga kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi, kabla ya viongozi wa upinzani ambao walikuwa wamekamatwa kuachiliwa, kabla ya mifumo kuundwa ndani ya tume ya uchaguzi na kabla ya katiba mpya kuundwa. Sasa kulingana na bunge hili la Ulaya, wanaeleza kwamba waliokuwa wanaandamana, serikali ilikandamiza maandamano kwa nguvu baada ya uchaguzi. Yaani serikali ilitumia nguvu, ikatumia vitoza machozi, ikatumia risasi. Huo ndio ukandamizaji. Sasa serikali ikakandamiza wananchi na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 500. Kulingana na ripoti ya Jaji Chande, alieleza kwamba watu 518 ndio waliuawa. Lakini sote tunajua kwamba watu ambao waliuawa wakazikwa kwenye makaburi ya pamoja walikuwa wamepita 10,000. Sasa bunge la Ulaya linasema kwamba ukandamizaji ule wa maandamano, mpaka wengine wakauawa, wengine wakakamatwa, wengine wakapotezwa na wengine wakakamatwa wakafunguliwa mashtaka ya uhaini, ndiyo imeweza kufanya wao kupiga marufuku misaada yao kutoka Ulaya kuja Tanzania. Namba 3 ni kukosekana kwa uwajibikaji kwenye hii serikali ambayo iliweza kujilazimisha madarakani. Kukosekana kwa uwajibikaji baada ya wananchi wengi sana kutolewa uhai mwaka uliopita. Hebu niambie kama kuna uwajibikaji ambao umeweza kupatikana kwa hii serikali. Wale ambao walihusika kwenye kuwaua wananchi bado hawajaweza kukamatwa. Akina Abduli wanatembea, akina hawa maafande ambao waliweza kutoa maagizo ya kinyama kama vile kutotoka nje, kina Mafuele wanatembea huru, hawajaweza kukamatwa, hawajaweza kuchukuliwa hatua. Sasa hili bunge la Ulaya linasema kwamba tume ya uchunguzi ya Tanzania ilikiri kwamba watu 518 walikufa, waliuawa, lakini haikuwatambua waliohusika kuwaua wale ambao waliaga dunia. Haikufanya matokeo yake kuwa ya umma, hivyo kuzuia haki kwa waathiriwa. Sasa bunge hili la Ulaya linasema hivi, mnaona, baada ya tume ya Jaji Chande kusema kwamba watu 518 waliuawa. Sasa unataka kuniambia kwamba hawa watu 518 walikuwa wanajiua? Wale ambao waliwaua baada hawajaweza kukamatwa, akina Mafuele, baada wanarandaranda tu. Kina Fademuliro wanarandaranda tu. Wanarandaranda tu badala wachukuliwe hatua. Sasa yale mauaji bado waliosababisha hawajaweza kukamatwa. Na cha kushangaza, ile ripoti ambayo iliweza kutolewa na Jaji Chande haikutambua wale ambao waliweza kuwaua Watanzania. Japo Samia aliweza kusema kwamba ameunda tume ya jinai ili kuwashtaki wale ambao walihusika kwenye mauaji, sijaona ikifanya kazi. Kutoka hapo, cha msingi na ambacho unapaswa kujua, uwajibikaji ni pale ambapo serikali inafanya uchunguzi. Baada ya kufanya uchunguzi, ile ripoti ya Jaji Chande ilikuwa inapaswa kuchapishwa mitandaoni, mashirika mbalimbali wapewe na wao waisome. Lakini unajua Samia alisema kwamba ile ripoti ilikuwa ya rais peke yake. Hadi wa leo hakuna Mtanzania mwenye ameweza kusoma hiyo ripoti. Hakuna wanahabari ambao wamepewa ile ripoti. Ripoti ilikuwa ni ya Samia tu. Hata mashirika ya kitaifa hayajaweza kupata ile ripoti. Hapo sasa ndio Ulaya inaamini kwamba kuna kukosekana kwa uwajibikaji. Haijulikani ni kipi ambacho kilikuwa kwenye ile ripoti ndani. Ni kwa nini imefichwa? Basi ilikuwa na haja gani kutumia pesa za mwananchi ambaye analipa kodi, alafu
matokeo ya tume au ripoti ya tume inafichwa, inaenda kuchakachuliwa. Hiyo ndio sababu ya tatu ambayo imeweza kusababisha mpaka Ulaya kusitisha pesa zao. Sababu ya nne ni kukamatwa kwa viongozi wa upinzani. Hili nalo wamekuwa wakiliimba kila wakati. Kukamatwa kwa Tundu Lissu, kukamatwa kwa Polepole Humphrey na viongozi wengine ambao waliweza kutekwa nyara na kupotezwa, ambao hawajulikani waliko. Hichi ndicho kimeweza kuchochea mpaka pesa kusitishwa kutoka Ulaya. Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema, alikamatwa kwa mashtaka ya kisiasa yenye hatari ya adhabu ya kifo, mkipenda adhabu ya kifo. Aliwekewa sijui masuala ya uchochezi, sijui masuala ya kutoa ripoti mbaya, eti kwamba hiyo ni uhaini. Kuna wengi ambao wamekamatwa, alafu ukiweza kuangalia kesi zao hazina msingi, wanazidi kuahirisha kuanzia sasa hivi kuelekea kuanzia sasa hivi. Mfano, majuzi tu Tundu Lissu alikuwa anapaswa kufikishwa mahakamani kwenye mahakama ya Court of Appeal, mahakama ya rufaa, ili kuweza kesi kuweza kuamuliwa, lakini kutoka hapo wakaisongeza mpaka mnamo tarehe 6 mwezi wa 7. Hapa sasa kuna kuminywa kwa haki za wale ambao walikuwa wamekamatwa na kutekwa. Kesi inazidi kuahirishwa na hakuna matokeo ambayo yanatoka kutoka pale. Hichi kitendo kimeweza kukasirisha bunge la Ulaya, mpaka limeweza kusema kwamba pesa zetu ambazo tunatoa kutoka Ulaya zinaelekea Tanzania zinaonekana kwamba zinaenda kutumika kununua silaha, wa Tanzania kunyongewa, kununua silaha, kuweka magari mafuta, kuweza kuwakamata viongozi wa upinzani. Jambo lingine ambalo unapaswa kulielewa lililosababisha mpaka hela hizi zikazuiliwa kutoka bunge la Ulaya ni kutokana na kwamba Tanzania imekataa ushirikiano wa moja kwa moja na bunge la Ulaya. Ushirikiano upi? Serikali ya Tanzania imekuwa ikiahirisha ziara au kipenda safari ya kamati ya haki za binadamu na ya bunge la Ulaya. Kamati ya haki za binadamu katika bunge la Ulaya wamekuwa na mapenzi ya kutaka kuzuru Tanzania, wakafanya uchunguzi kuhusu kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi wa mwaka uliopita. Lakini ubalozi wa Tanzania umekataa kukubali visa za kamati ya haki na binadamu ya bunge la Ulaya. Wamekataa kukubali visa, na unaelewa, ukipewa visa ndipo unakubaliwa kuingia taifa geni. Usipopewa visa hauwezi ukaruhusiwa kuingia kwenye taifa geni. Sasa bunge hili la Ulaya wamekuwa wakilaumu serikali ya Samia kwamba wamekataa kuachilia visa ili angalau bunge hilo kuweza kuzuru Tanzania ili kufanya uchunguzi, kutathmini ni kipi ambacho kiliweza kuchochea mpaka maandamano yakazuka, na wale ambao waliweza kuuawa waliuawa wangapi, na ni kwa nini waliweza kuuawa, na je, iwapo Samia aliweza kushinda uchaguzi kiuhalali. Lakini Samia amekuwa akisikia lengo la bunge hili kukuja Tanzania, amekataa wasipewe visa. Na bunge la Ulaya nalo limesema kwamba kwa sababu umekataa kushirikiana na sisi, hakuna haja tukupee misaada yetu. Kama wewe mwenyewe umekataa kushirikiana na sisi, uruhusu kamati yetu ije Tanzania kufanya uchunguzi. Hasa wabunge wa Ulaya wanasema kwamba pendekezo la tume la kutoa euro milioni 156 linazidi mamlaka ya tume na halilingani na sheria za bunge la European Union, na wanataka tume hiyo iondoe pendekezo hilo na lilete jipya ambalo halitaathiri huduma za msingi, haki na binadamu, demokrasia au
mashirika ya kiraia. Wanahisi kwamba pesa zao ambazo wanapeana zinatumika vibaya. Mimi nimekwisha maliza hii kanda. Nimefunga kitabu changu cha notice. Cha pointi zangu kidogo kidogo ambazo ninaandika chini. Sasa kipindi ambapo tunahitimisha kanda hii, naomba niweze kukuuliza mpenzi mtazamaji. Je, wazo lako ni lipi kuhusiana na yale ambayo yanazidi kumwandama Samia? Kuhusiana na yale ambayo yalitokea mwaka uliopita, machafuko na kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi? Sema nasi